Naungana sana na Mheshimiwa Mpina, maneno aliyoongea mengi kule kuhusu swala zima la elimu. Ni kweli kabisa panahitaji mabadiliko makubwa, lakini kabla ya mabadiliko, Mheshimiwa Waziri atupe waraka unaoonyesha kwamba wanafunzi wanatakiwa wasomee nini. Watajiri aje na laptop, wa maskini atengenezwe hata internet cafe pale shuleni ili walipe shilingi 500 waangalie hizo laptop mnazotaka, wa download watoke, lakini sio kuwabebesha laptop. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Spika, leo hii wote humu ndani ni wazazi. Kila asubuhi unagongewa hodi na mtoto, na wanatafuta yule mtoto ambaye wewe unampenda, ndio anamwambia mgongee wewe, hawezi kukasirika. Ukiamka asubuhi unawakuta wanne wanataka hela ya kwenda na shule, wakanue chakula. Kweli itawezekana? Na kila siku utalala na chenchi? Je, hatuoni kama watoto tunawafundisha wizi? Maana kila wakirudi kuuliza chenchi wanasema tulinunua hiki, wanakublackmail. Je, huyu mtu baada ya miaka 10 hata kuwa mwizi? Sasa atakuwa mwizi. Sasa mnakataaje watoto wasipike chakula wao wenyewe, asubuhi waondoke nacho, waende nacho shule? Na vile vile kama tunawakatalia wakale mandazi na mihogo na mandazi na mkate, je, mandazi na mkate wenyewe sio kiporo, Mheshimiwa Spika? Si mkate una expire baada ya siku. Kwa wanafunzi muda wa miezi 6, nampongeza sana. Mheshimiwa Spika, mimi naona swala langu kidogo umelianza, lakini liko eneo lile lile. Juzi hapa kulikuwa kuna mjadala kati ya Mheshimiwa Nyongo na Mheshimiwa Waziri kuhusu swala la watu stress, sijui pressure. Lakini Mheshimiwa Waziri, miongoni mwa 50% ya pressure ambayo wazee na watu wanayo sasa hivi ni swala la elimu, Mheshimiwa Spika. Na swala hili la elimu sio kwenye elimu yenyewe kama ulivyosema. Leo bahati nzuri ulivyosema, nimekuja na sample hapa. Nina sample za daftari ambalo zinasomea shule za private, Mheshimiwa Spika. Shule ya private, Mheshimiwa Spika, inasomea daftari la shilingi 200, ambapo kwa mwanafunzi kwa madaftari 11 itakuwa shilingi 2200. Lakini shule ya serikali inasomea counter book, Mheshimiwa Spika. Counter book, Mheshimiwa Spika, counter book 11 ni sawasawa na shilingi 55,000 kwa kijijini, ambao ni sawasawa na gunia zima la mpunga au mahindi. Sasa Mheshimiwa Spika, inawezekanaje matajiri wakasomea daftari la shilingi 200, maskini wakasomea daftari la shilingi 5500? Na mnasema kwamba watu wana stress. Ni kweli watu hawana raha na shule, Mheshimiwa Spika. Hawana raha wananchi na shule. Mheshimiwa Spika, nina sample ya uniform hapa. Uniform za private, Mheshimiwa Spika, ni rangi hizi. Uniform ya shule za serikali ni rangi nyeupe. Ni vipi mzazi ataweza kufua, Mheshimiwa Spika, kila siku? Haiwezekani, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri wa Elimu na TAMISEMI wote ni wabunge wa kuchaguliwa. Ni kweli, ni sahihi. Kwa nini private wasomee za rangi, wanafunzi wa shule za serikali wasomee nyeupe? Kwa maana hiyo, kutwa nzima wazazi wanaendelea kushinda wananunua sabuni na kufua. Tunaongeza umaskini badala ya kuongeza elimu, Mheshimiwa Spika. Ni kweli, Mheshimiwa Waziri, ni lazima kabisa alifikirie upya. Wananchi wamechoka, hawataki kabisa shule. Kwa sababu ukiona sasa hivi kijijini, Mheshimiwa Spika, ukifika unakuta mahala unauliza ng'ombe za hapa mlizipeleka wapi? Wanasema ng'ombe alizimaliza ndugu yako shuleni. Hakuzimaliza kwa ajili ya kulipia shule, alimaliza kwa ajili ya kulipia vifaa vya shule ambavyo havihusiani na elimu. Matokeo yake mtu anaona bora kuzaa watoto wajinga, huwezi kufilisika kuliko kuzaa watoto wenye akili. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tunamuomba sana Mheshimiwa Waziri na Waziri wa TAMISEMI walifikirie sana. Mheshimiwa Spika, na kuona kila siku unalalamika kwamba timu zetu za taifa watu hawana nguvu, lakini Mheshimiwa Spika, watoto wanatoka asubuhi
wamebeba huo mzigo uliousema sasa hivi wa hizi kaunta buku 11, wana miaka 8. Mpaka saa 9 jioni wamekataliwa kubeba chakula, kwamba kinaitwa kiporo, kilibatizwa kikaitwa kiporo, wanakwenda bila kula. Lakini je, wakirudi toka shuleni, kuna mzazi atapika chakula fresh kwa yule mtoto? Sasa atampa kiporo. Sasa ulimkataliaje kubeba kiporo asubuhi kwenda nacho shule? Matokeo yake, Mheshimiwa Spika, sasa hivi unaweza kuongea lugha nyingine ambayo sio nzuri, lakini watoto hawana afya, hawali chakula. Mheshimiwa Spika, sisi Waislamu tumefunga, lakini tumekula daku saa 10, lakini saa 7 ukutana Muislamu ni mkali kama pilipili na ni saa 7 mchana. Vipi huyu mtoto wa shule ambaye alitoka saa 12 hajala kitu chochote? Kule kwetu kijini hakuna chai, Mheshimiwa Spika, wewe mwenyewe unatoka huko, hakuna chai. Anakwenda mpaka kule, anarudi saa 9. Saa 9 kama walikuja wageni walipewa tena kile chakula wakakila, anaambiwa subiri usiku. Atakuwa na afya huyo mtoto? Na hizo mimba mnazosema za shuleni zitakosekana? Kama mtu ameshinda bila kula, ataacha kutongozwa kweli? Ni kweli Mheshimiwa Spika, tuendeni kwenye mambo ambayo yako straight kabisa. Mheshimiwa Spika, wenzetu Wizara ya Elimu lazima wafikirie. Haiwezekani leo hii Mheshimiwa Spika, kwenye shule za university wameintroduce tena, wanataka simu ya WhatsApp, wanataka na laptop. Mheshimiwa Spika, ukiongea laptop kwa mtu wa kijijini au mama ntilie na simu ya WhatsApp ni shilingi milioni 1 tayari. Kuna miji haijawahi kuishika 500,000 kwa miaka 30. Anaweza akafanyaje huyu mtu Mheshimiwa Spika? Lakini je, kweli toka mmeintroduce hizi laptop na hizi elimu imepanda? Na je, watu wamekuwa efficient kwa kuwa mmeweka leo laptop? Mbona ndio mdololo umeongezeka zaidi Mheshimiwa Spika? Haiwezekani. Lazima wenzetu wafikirie upya, wafikirie upya. Wanawabebesha mizigo mizito mno wazazi Mheshimiwa Spika. Leo tunalazimishwa viatu, unaambiwa viatu cheusi, unaambiwa kweli Mheshimiwa Spika, inawapa wazazi wakati mgumu mno. Kila unapofika kijijini ukioita watu kwenye mkutano kuambia habari ya shule, baada ya dakika 10 unabaki na watu 6 tu. Maana wanaona umewaletea lile zimu ambalo ndio linawala linakula haliishi. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, naungana sana na Mheshimiwa Mpina, maneno aliyoongea mengi kule kuhusu swala zima la elimu. Ni kweli kabisa panahitaji mabadiliko makubwa, lakini kabla ya mabadiliko, Mheshimiwa Waziri atupe waraka unaoonyesha kwamba wanafunzi wanatakiwa wasomee nini. Watajiri aje na laptop, wa maskini atengenezwe hata internet cafe pale shuleni, ili walipe shilingi 500 waangalie hizo laptop mnazotaka, wa download watoke, lakini sio kuwabebesha laptop. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Spika, leo hii wote humu ndani ni wazazi. Kila asubuhi unagongewa hodi na mtoto, na wanatafuta yule mtoto ambaye wewe unampenda, ndio anamwambia mgongee wewe, hawezi kukasirika. Ukiamka asubuhi unawakuta 4 wanataka hela ya kwenda na shule, wakanue chakula. Kweli itawezekana? Na kila siku utalala na chenchi? Je, hatuoni kama watoto tunawafundisha wizi? Maana kila wakirudi kuuliza chenchi wanasema tulinunua hiki, wanakublackmail. Je, huyu mtu baada ya miaka 10 hata kuwa mwizi? Sasa atakuwa mwizi. Sasa mnakataaje watoto wasipike chakula wao wenyewe, asubuhi waondoke nacho, waende nacho shule? Na vile vile kama tunawakatalia wakale mandazi na mihogo na mandazi na mkate, je, mandazi na mkate wenyewe sio kiporo Mheshimiwa Spika? Si mkate una expire baada ya siku 14. Sasa haujawa kiporo na una amira. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tunamuomba Waziri wa Elimu wafikirie kama tunawatumikia wananchi wa Tanzania ambao ni maskini. Hapa hatuna mpango wa kumjadili tajiri. Tajiri atapeleka private, atapeleka kila mahala private, lakini sisi tunayemjadili ni mtu maskini Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, ni swala hili la university. Ni kweli ukiongea wakati mwingine unaweza kuwa kama unaongea kichwa kama hakipo, lakini Mheshimiwa Spika, makampuni yote duniani sasa hivi yanafanya biashara, yanakwenda yanatafuta wateja, yanatafuta hiki, lakini sijaona university ikiwatembelea watu waajiri. Haijatokea nikaona watu wa university. Ni kwa sababu
wao wanasukumiwa wateja kwa hofu ya dunia, kwa sababu usiposoma shauri yako. Sasa kwa nini na wao wasi wanaenda wanatafuta kazi kwenye makampuni, ndio wanatangaza kwamba bwana, sasa hivi tumepata mshahara NBC shilingi 800,000, tumepata NCCF, tumepata kwa Bahalesa, kwa hiyo tayari tunazo nafasi za kazi 4,000. Kama unataka kusajili lete shilingi milioni 10 baada ya kupata degree na kazi hii hapa. Mheshimiwa Spika, nalisema kwa mara ya kwanza duniani, inaonekana kama neno la kipuuzi, lakini inaweza ikasaidia sana, kwa sababu inawezekana hata ile elimu wanayotoa wao wale watu wa ajira hawahitaji. Kama watakuwa wameongea na mwajiri, Mheshimiwa Spika, mwajiri atakuja sasa kuuliza, nataka niwaone vijana wangu kama wameelewa. Inawezekana muda wa kusoma baada ya miaka 3 ya degree ya biashara ikatosha miezi 8, huyu benki akasema mimi wananitosha, nipe nikaanze nao. Kuliko sasa hivi mimi nikisha sema ni profesa na degree, kazi yangu inakuwa ni kuzalisha watu na kuchukua milioni 10 za watu na kuwadampu. Sasa ndini mimi nitakabiliwa na tatizo? Haiwezekani Mheshimiwa Spika. Ni lazima na vyuo navyo viwe committed pia, vikatafute na vyenyewe ajira, ndio visajili, ili vione kabisa, vikaongea na waajiri, ili hata hiyo mitaala vitaibadilisha sasa kulingana na soko lenyewe linalokutana nalo. Mheshimiwa Spika, swala hili la elimu naona sasa, kwa kuwa Mheshimiwa Rais ameliongea vizuri, tuanze kulijadili. Ni vizuri kabisa tulijadili kwa mapana. Mheshimiwa Mpina na Mheshimiwa Asiba wameliongea, lakini kwa nini elimu tunaiongea kizungu peke yake? Kuna ubaya gani watu wakafundishwa kuchunga ng'ombe shuleni? Ni kosa za kienyeji, na mwalimu mle ndani akawemo Masai au Msukuma au Mtaturu, akawa anawaambia ili ufuge ng'ombe wa kienyeji unatakiwa watoe asubuhi kwa mwelekeo huu, uwapeleke maji kwa mwelekeo huu. Je, tutakuwa ni kosa? Ni lazima mtu afundishwe kizungu, Mheshimiwa Spika? Manake karibu wote tunarudi, wanafunzi wote wanarudi kijijini. Sasa hatuna mwalimu kama alivyosema Mheshimiwa Mpina. Sasa elimu ya biashara inafundishwa na profesa wa biashara, hajawahi kufanya biashara. Kwa nini hatuna kitabu cha Bahalesa au cha Mohamed Enterprise ili tusome hicho kitabu ili tukafanya biashara? Na kama tumesema elimu iwe wazi, tusifiche kama uchawi, tuende nayo tu moja kwa moja. Madaktari, Mheshimiwa Spika, wanasomea hospitali, ndio maana hatuna mgogoro na daktari. Lakini huku kwingine unasomea manunuzi, mnaita procurement. Kweli manunuzi ni miaka 3. Unanunua nini? Unajifunza kununua nini miaka 3? Haiwezekani Mheshimiwa Spika. Manunuzi miaka 3 kweli inawezekana? Sasa wale wazazi kule wanaotarajia mtoto arudi hawamuoni, unamrudisha kweli miaka 25, ukimuuliza na umesomea nini? Nimesomea manunuzi. Sasa haya maduka yote na hapa nani atakuajiri? Baki watu wote wananunua bidhaa zao. Sasa itawezekana kweli Mheshimiwa Spika? Haiwezekani. Tuongee kabisa moja kwa moja ili wananchi waanze kuona kweli tunaongea kitu ambacho wanakielewa. Baada ya mchango huo, Mheshimiwa Spika, kwa kumalizia tu nimuombe Mheshimiwa Waziri wa Elimu na Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI watupe regulation ya mahitaji kabisa ya shule ili na sisi rahisi kuwajibu kule majimboni kwetu. Baada ya hiyo naunga mkono hoja. Asante sana. Nakushukuru sana. Unatufundisha sana jinsi ya wabunge kufikiri na kuyaona mambo kutoka kwenye ukweli halisi, na tunapokuja kwenye mipango ya kitaifa hapa kujaribu kuainisha kutoka kwenye shida halisi, hasa wale tunaotoka vijijini. Nakushukuru sana. Nilikuwa nawaza, juzi tulikuwa na sherehe ya Mei Mosi. Waziri wa kazi yuko hapa na tumekuwa nazo sherehe za Mei Mosi. Ni sikukuu ya wafanyakazi. Keyword pale ni kazi. Maana ni wafanya kazi. Keyword ni kazi. Kwa hiyo walikuwepo hao watu wa kazi. Wao wanaokuwepo kwenye sherehe hizi ni waajiri na waajiriwa.
na hoja yao kubwa marupurupu, mshahara zaidi na nini kazi zaidi. Lakini Ulaya hiyo picha ni sawa, kwa sababu Ulaya kila mtu anaajiriwa. Asiyekuwa na ajira anapata ile social nini sijui ya kila wiki, lakini almost everybody. Kwa hiyo Ulaya, Marekani, sikukuu ya Mei Mosi ni ya taifa zima, inawahusu taifa zima. Sisi hapa ina wenyewe wanaitwa wafanyakazi, tunakuja kwa kishimba. Kwa hiyo wanaolima hawafanyi kazi, wanaofuga hawafanyi kazi, wavuvi hawafanyi kazi, mamalishe hafanyi kazi, bodaboda hafanyi kazi. Zile shughuli zetu sisi maana sisi ni society tofauti na ile ya Ulaya. Sisi kazi kwetu ni hizi, Mheshimiwa Kishimba wanazoeleza kina Mpina ni kazi. Ilitakiwa Mei Mosi iwe ni siku ya kujadili kazi. Wafanyakazi wote pale, changamoto za kazi za wakulima, changamoto za kazi za wafugaji, changamoto za bodaboda, watu wote wanaofanya kazi, ni sikukuu yao, ni sikukuu ya kitaifa kabisa. Lakini imetekwa nyara na historia ya Industrial Revolution ya posho na mtoa posho, ate chama cha waajiri na wanaoajiriwa basi. Kwa hiyo ndio maana hata kwenye uwanja wale walio wengi ambao hawashughuliki sasa waje wafanye nini? Kwa hiyo wanasubiri hao walimu na nani ndio wanakwenda kuandamana, kwa sababu kidogo inatakiwa tulitazame kwa jamii yetu, na ndio inaathiri hata shuleni kama anavyosema Kishimba. Kwa nini asije mfugaji maarufu wa kijiji mwenye ng'ombe 3000 akazungumza na watoto kuhusu ufugaji? Inakuwa kuwaje? Ufugaji ni utajiri mkubwa, kilimo, uvuvi, kutegemeana na jamii ya watoto wale, kwa sababu hizi activity ndizo activities zitakazoajiri watu wengi sana, na ndio hali halisi kabisa ujasiriamali kwa ujumla kama walivyoeleza. Kwa hiyo neno kazi lina shida katika definition yetu sisi katika jamii kama ya kwetu. Definition yetu sisi ya kazi, kazi ya kujiajiri sio kazi. Kazi ni lazima uajiriwe. Wakati hapa sisi kwetu jamii yetu watu wengi sana ni wanaojiajiri.